moja kati ya tukio pendwa na la kuvutia sana ukiingia katika vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati, ni katika swala zima na tukio zima au mkutano mkuu ambao unajulikana kwa jina la Summit. Katika mwaka huu wa 2026, Summit hii ambayo iliwakusanya wanachama kutoka katika majimbo matano ilifanyika katika kanisa la Magomeni SDA jijini Dar es Salaam. Sisi kama SHC ambao tumekwisha kuvuka, yapo mengi ambayo tumeweza kubarikiwa kwayo. Miongoni mwayo basi tulikuwa na mafunzo mbalimbali ikiwemo katika swala zima la mahusiano. Mwenzangu, katika swala la mahusiano ulijifunza kitu gani? Kwenye swala la mahusiano hapo tulijifunza katika uwekezaji wa kihisia. Katika uwekezaji wa kihisia tulijifunza kwamba kijana kama atakuwa na uwekezaji mbaya wa kihisia unaweza kukaleta changamoto mbalimbali. Mojawapo ya changamoto ambazo kijana atakutana nazo katika uwekezaji wa kihisia, changamoto ya kwanza ni ukosefu wa elimu kuhusu ngono, lakini pia changamoto ya pili ni matumizi mabaya ya tamthilia na riwaya, lakini pia changamoto nyingine ambayo anakutana nayo kijana huyu, ukosefu wa maandalizi ya kutosha kabla ya kuingia kwenye uwekezaji wa kihisia huo. Lakini pia kuna mabadiliko makubwa ya dunia. Tunaona hapa sasa hivi kuna globalization, hii inapelekea vijana kuwa na changamoto katika uwekezaji wa kihisia. Asante sana. Tufanye nini sasa ili kila mmoja awekeze katika swala zima la kihisia? Kijana anatakiwa na matumizi mazuri ya Biblia. Hapo atalinda moyo wake ukisoma ile Misali 23 mstari wa 4. Lakini pia kijana anatakiwa ajisamini katika uwekezaji wake kwa kulingana na mapenzi ya Mungu. Lakini sio hivyo tu, kijana anatakiwa kuwa na furaha katika uwepo wa Mungu ukisoma Zaburi 118 mstari wa 24. Lakini sio hivyo tu, kijana anatakiwa kuwa na maombi ukisoma Wafilipi 4 mstari wa 6 mpaka wa 7. Lakini pia nguvu zake zinatakiwa zielekeze katika upendo. Lakini pia ajue kutawala hisia zake mwenyewe na kujisimamia. Asante sana. Lakini pia kuna swali lingine tujifunza habari ya ndoa. Mimi binafsi katika swala zima ndoa tujifunza vitu vingi. Kwanza kabisa tunasema kwamba ndoa inajengwa juu ya Yesu Kristo. Mkikumbuka pale Edeni, baada ya Adam kumuumba, alitwaliwa Hawa kwa ajili ya kuwa msaidizi wa Adam. Kwa hiyo ndoa ni muhimu sana katika maisha yetu. Lakini rafiki yangu, kitu ambacho kilichonishangaza sana katika mkutano wa Summit ni habari ya marafiki zetu wale wapendwa wawili walipofunga ndoa. Jambo la kupendeza sana, kila mmoja nilifurahia binafsi. Hata mimi ilinitia moyo na kuhamasika kwamba ipo siku moja na mimi nitakuwa miongoni mwao. Unatoa wito gani kwa vijana kuhusiana na swala hili? Ni kuonesha umuhimu wa kuwekeza vizuri hisia zao. Kwanza wanatakiwa wajipende wenyewe kwanza, ili pale ambapo wanawekeza hisia zao zisize zikachezewa. Lakini pia wanatakiwa wamtangulize Mungu kwanza. Lakini pia waache kujilinganisha, kwamba alinganishe mahusiano yake na mahusiano ya mtu mwingine. Lakini pia anatakiwa ajifahamu vizuri kwamba unaenda kuwekeza kihisia, unajifahamu vizuri wewe ni nani. Lakini pia anatakiwa aelewe tofauti za kijinsia na haiba ya mtu. Tunajifunza kuna magrupu ya watu, kuna melancholy, phlegmatic, lakini pia kuna sanguine. Vivyo hivyo natakiwa tutambue tofauti za hao watu pale ambapo unaenda kuwekeza hisia zako. Ndoa ni shule isiyo na likizo, lakini pia ndoa ni taasisi ambayo unapewa cheti kwanza ndio unaingia darasani. Rafiki, nini wito wako kwa wale ambao hawakuhudhuria katika mkutano wa Summit? Kwa ambao hawakuhudhuria katika mikutano hii ya Summit, naendelea kuhamasisha kama vijana. Kuna mambo mengi tumejifunza ambayo yatamjenga kijana katika kuanzisha mahusiano ili kuleta ndoa ambazo zina maana katika maisha yetu, ndoa zilizo bora zenye kumtegemea Mungu, na mwisho wake kupitia ndoa hizo zikapate kuwavuta wengine kwa Yesu, lakini pia mmoja wake ni chanzo cha kumvuta mwingine. Mbali na hayo basi, kiachilia swala zima la mahusiano, tuliweza kubarikiwa pia na swala zima la muziki. Je, uimbaji wako ni upi basi? Je, wewe ni mhanga wa mabombonya
au ni mhanga wa nyimbo zinazofuata utaratibu wa Adventista wa Sabato? Music is the gift from God. Music was created by God. What the reason to sing? We sing to worship God. So every performance should be a worship to God. How others say about music? Music is sound and time. This was dedicated by Mozart. There are several things that builds the music. First one is an idea. This is the belief on music. In the community, do we have any supernatural power that we believe? Many African communities perform music as they worship to their ancestors. Second one, activities involving music. Here we look on design, how the singer will perform. Either uniforms will be needed or dancing. Third one, repertoire. In the music classical genre and how the scales are composed in the song. And this explains the transmission of music from one generation to another. The last one is material culture. Here explains all things that facilitate music to be transmitted. Example, musical instruments which are piano, marimba, flute, and etc. We have a question here. Is the music neutral or spiritual? The answer is spiritual. It's originated from God, a worship to God. Music is not for entertainment. Reverence is essential because it's God's holiness, so music needs respectful joy. We have elements of music. First one is pitch. This means frequency, an increase of frequency or decrease of frequency. The arrangements of pitch in order creates melody, and the arrangement of more than one melody makes a harmony. This can be found in musical instruments. The melody carries the message of the song. Second one is intensity. This means energy, changes in volume. Duration, how the pitch longs in the song. And the last one is quality. Differentiates pitched instruments. In musical instruments have resonators. This facilitates quality of music. Miongoni mwa mambo ambayo yanaleta mijadala na midahalo mikubwa ukizungumzia katika swala la hela na fedha, basi huwa linaleta mijadala na maswala mengi sana. Sasa basi, huyu katika swala zima la uchumi aliweza kubeba nondo ambazo jioni hii anatamani kushare pamoja nawe. Napenda kuongelea uchumi, na katika swala zima la uchumi napenda kuongelea kipengele cha financial freedom, ina maana uhuru wa kifedha ukijumuisha biashara pamoja na uwekezaji. Uhuru wa kifedha ni hali ambapo una pesa ya kutosha kuendesha maisha yako bila kutegemea mshahara. Nguzo ya uhuru wa kifedha ni kipato, ina maana income. Kuna two types of income, active income na passive income. Active income ni pesa unazopata kwa kufanya kazi moja kwa moja, mfano mshahara au kibarua. Ukiacha kufanya kazi, mapato yanakoma. Kiufupi ni unafanya kazi ili upate pesa. Passive income, pesa zinazoendelea kuingia hata kama ufanye kazi kila siku, mfano biashara, kodi ya nyumba na uwekezaji. Kiufupi ni kwamba pesa inakufanyia kazi. Nguzo 5 za uhuru wa kifedha. Nguzo ya kwanza income, nguzo ya pili spending, nguzo ya 3 saving, nguzo ya 4 investing na nguzo ya 5 protection. Kila mmoja wetu anapaswa kufuata nguzo hizi 5 za uhuru wa kifedha ili ziweze kumsaidia katika swala zima la uwekezaji. Hatua 7 kuelekea uhuru wa kifedha. Hatua ya kwanza dependent, ina maana ya utegemezi. Hatua ya pili survival, ina maana ya kujimudu. Hatua ya 3 stability, ina maana ya uthabiti. Hatua ya 4 security. Hatua ya 5 independence. Hatua ya 6 freedom. Na hatua ya 7 na abundance, ina maana ya utele. Katika swala zima la uwekezaji napenda kutoa mfano. Watu wawili wenye malengo tofauti na wana kiasi cha 30,000 mfukoni. Mmoja ana lengo la kununua mbuzi na mwingine ana lengo la kununua viatu. Baada ya miezi miwili, yule aliyepanga kununua mbuzi
mbuzi atakuwa amezaa, na yule aliyenunua viatu vitakuwa vimechakaa. Maana yake yule amepiga hatua mbele zaidi kumzidi aliyenunua viatu. Tukiweza kufuata hatua hizi 7 za uhuru wa kifedha, zitatusaidia katika swala zima la uwekezaji. Na katika uwekezaji tusimsahau Mungu wetu, tumtangulize ili aweze kutusaidia katika swala zima la uwekezaji na kwa ajili ya matoleo. Unabii ni dira kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Katika summit ya mwaka 2026 katika kipindi cha unabii kilichokuwa kinaendeshwa chini ya mchungaji Chilagi, tuliweza kufundishwa juu ya makanisa saba. Sisi ni SHC na makanisa hayo hakika tofauti tulivuka mchungaji Chilagi, pia yakiwa na sifa tofauti. Lakini zaidi ya yote katika makanisa hayo tunakuja kuangalia kanisa la 7 ambalo aliweza kuelezea zaidi, kanisa la Laodikia, ambalo ni kanisa linaloweza kufunga historia ya dunia katika nyakati hizi. Kanisa hili limeweza kuelezea katika kina kirefu sana ya kwamba ni moja ya kanisa ambalo katika kipindi hiki ndicho tunaweza kuishi Wakristo wa sasa hivi. Na tunachowaza katika kanisa hili tusiwe vuguvugu, bali tuwe moto au baridi, lakini zaidi tufungue mioyo yetu tukaweze kumpokea Kristo, kwa sababu yuko mlangoni anabisha na kutuita tuweze kumrejea yeye. Asanteni sana, na usipange kukosa katika summit inayokuja. Na katika summit hii kwa kweli katika juu ya makanisa hayo nimeweza kumwelewa sana Pastor Chilagi, na wewe kama mwanatokasa mwenzangu sipendi usiweze kujua unabii, na kukaribisha sana na ukaweze kuweza kushiriki katika summit ya mwaka unaokuja, ili ukaweze kukomaa kiroho na kuwa na imani iliyothabiti. Bwana akubariki sana. Mimi na wewe tumeitwa kuwa viongozi wa kiroho katika maeneo mbalimbali ambayo Mungu ameweza kutuweka kwayo. Basi kutana na rafiki ambaye katika swala na mada za uongozi yeye alikuwa mbobezi na alikuwa akitake note katika habari nzima ya uongozi. Somo hili linaletwa kwenu na mchungaji Emmanuel Andrew. Tujifunza vitu vingi mbalimbali kuhusu habari ya uongozi. Kama kijana, kama unatukasa, kila moja ni kiongozi ndani ya kanisa. Tujifunza habari ya uongozi, tukasema kwamba uongozi ni mtu ambaye anashawishi watu kwa ajili ya kuwapeleka kwa Yesu. Lakini tunajifunza ngazi za uongozi ndani ya kanisa. Tukasema kwamba ndani ya kanisa kuna kanisa mahalia, lakini pia kuna conference, lakini pia kuna union. Lakini ngazi ya 4 ambayo ni ngazi ya mwisho kuna general conference. Kwa hiyo kama unatukasa, unapaswa kutambua kwamba hizo ngazi hizo zote kwa pamoja zinafanya kazi moja, kuwaleta watu kwa Yesu Kristo. Tamani mwenzangu uwepo katika summit ijayo ili uweze kujifunza vitu vingi ambavyo vitajenga kiroho na hasa kuifanya kazi ya Mungu. Vipi basi kuhusiana na afya ya akili? Vipindi vingi vilivyokuwepo katika summit iliyopita Magomeni, tulikuwa na kipindi cha afya ya akili. Katika afya ya akili ni nini hasa ambacho unaweza kukielezea kumshawishi msikilizaji na akajivunia angalau kuona hata kidogo kwa yale yaliyokuwepo? Katika afya ya akili tunaweza kuona ya kwamba mambo ya mtandao sana ndio inaweza kuharibu afya yetu ya kiakili, na juu zaidi aliweza kuhusisha ya kwamba mtu anapoweza kuamka anaweza kuangalia sana simu na sio kudili na mambo ya kiroho au kuangalia neno la Mungu au kushika Biblia. Kwa hiyo kuwashauri watu wa Mungu, mtandao ukaweze kuwa msaada kwetu kwa ajili ya kupeleka injili tu, na ukaweze kutusaidia kueneza injili kwa ajili ya watu wengine kuokolewa, na pia ukaweze kupunguza matumizi ya mitandao ya kijamii au kutumia matumizi yetu ya simu ili kuweza kumaintain muda wetu na kuweza kukua kiroho zaidi. Amina. Ama hakika kuscroll sana kunapunguza uwezo wa kufikiri. Nikusihi ndugu mtazamaji, katika summit ijayo usipange kukosa. Mitandao ya kijamii ni fursa kwa ajili ya uinjilisti. Karibu katika digital evangelism. Mitandao ni fursa kwa namna gani? Tunapoitumia vibaya mitandao inatuletea madhara katika afya yetu ya akili kama ambavyo imekwisha kuelezewa. Lakini tukitumia vizuri, mitandao ni fursa nzuri ya kuhakikisha tunafikisha ujumbe kwa watu wengi, kuwaleta kwa Kristo. Nikuulize swali mtazamaji. Unapoweka status unaweka nini? Unaweka habari ya mapenzi na mahusiano, au unaweka habari za mahubiri ambayo yanaweza yakawaleta wengi kwa Kristo? Jifunze
kutumia status zako kuwavuta wengi kwa Kristo, jumbe zako unazoposti na kushare katika mitandao mbalimbali ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram, Thread, mitandao ya X na mingine kama hiyo. Tumia kama fursa ya kuwaleta wengi kwa Kristo, na utakapofanya hivyo utakuwa na uwanda mkubwa wa kujifunza na kujua habari za Mungu zaidi sana. Tulikuwa na hotuba kuu ambayo ilikuwa ikielezea kwa upana agenda yetu kuu au moto wetu wa summit, ambao ulikuwa ukisema let your light shine. Sikiliza nikwambie, tumekuwa tukizoea kujifunza na kufahamu ya kwamba kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza fungu la 3 inayoelezea kwamba Mungu akatenga nuru na giza, kwamba ni kana kwamba nuru na giza vimetenganishwa kwa namna fulani hivi. Lakini jambo la ajabu kabisa ambalo nimeweza kujifunza na kulifahamu katika summit hii ni kwamba nuru haiwezi kama kushindana na giza. Palipo na nuru, giza linaondoka tu lenyewe. Hivyo Mungu alipoweka nuru, giza likaondoka. Na hata tunapojifunza katika habari za unabii kwamba kulikuwa na vita, na wakati mwingine tunajifunza kwamba kuna vita kati ya nuru na giza, kiuhalisia sio kwamba ni vita vya kupigana, lakini inapokuja nuru, giza linaondoka. Hivyo tukiruhusu nuru katika maisha yetu, giza linaweza kuondoka. Jambo la msingi, usiruhusu mjadala na dhambi. Zitakuwa nyota tajini. Basi katika kila mwanzo wenye mwanzo wa kitu chema, basi na matunda yake pia huwa ni mazuri. Nasi kama wanatukasa musti miongoni mwa matawi yanayopatikana katika jimbo la SHC, tunayo furaha kubwa kuweza kufanikiwa kupata taji ya tawi bora katika mwaka huu wa 2026 katika summit iliyofanyika Magomeni. Basi ni wito wangu kwa kila mwanachama kutoka katika tawi la Tukasa Musti, tamani basi hata katika summit ijayo tuweze kujitwalia taji ili tuweze kubarikiwa. Katika summit ya 2026 binafsi nimebarikiwa sana somo la uchumi. Nimejifunza vitu vingi sana katika kuwekeza. Ombi langu kwa mwanachama yule ambaye hakufanikiwa kufika, asipange kukosa summit ijayo. Barikiwe sana. Ukiwa na uwekezaji bora kihisia, kutakusaidia katika mahusiano yako yawe ni bora na kukusaidia kufikia ndoa iliyo bora. Mwisho wa yote, ndoa hiyo ikawa ni mfano kwa watu wengine. Kwa kikubwa zaidi, kijana, jua jinsi ya kuwekeza kihisia katika maisha yenu.